hawa waweze kuongezewa kima cha mshahara kutokana na ujira, kutokana na wale watu waliochukua tenda. Kwa siku hawa watu wanalipwa shilingi 11,000 na wengine 9,500. Tunaomba sasa kima hiki kiendane sanjari na kile kima kilichotangazwa kwenye gazeti la serikali kwenye orodha ya item namba 8 ya transport and shipping kwenye masuala ya freight clearing and forwarding. Pale imeoneshwa kwa wiki, kwa siku, kwa masaa wanatakiwa walipwe bei gani. Zile kampuni zilizochukua tenda ya kuajiri hawa vibarua wafanyakazi wakutwa, ni muda sasa tunahitaji tuone mabadiliko katika kipengele cha mshahara na ujira wao. Vijana hawa ni waaminifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu anafanya kazi kubwa sana. Mimi nimeamua kuja kuwasemea kwa sababu ni mwakilishi wao, na hawa wote 17,000 wamenipigia kura nyingi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili naomba lifanyiwe kazi. Bandari nyingine wameshafanya mabadiliko, wanalipwa takriban 17,000 kwenye bandari nyingine huko kwa taasisi nyingine zilizoingia ujira. Sasa makampuni hayo yaliochukua kazi hiyo ya kuajiri vijana wetu wa Tanga tunayapongeza, lakini sasa kazi kama tulivyosema bandari ya Tanga tunahitaji hawa wafikiriwe, nyongeza hiyo iongezeke kwa mujibu wa gazeti la serikali lililosainiwa na Waziri wa Utumishi wa Umma Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Imeandikwa pale, nitaiwasilisha kwa meneja wa bandari awafikishie wadau hawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wewe na kueleza haya ili hawa vijana wanufaike. Ni vijana waaminifu, wanafanya kazi kubwa katika bandari yetu tukufu. Mwisho, tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa huu aliofanya. Ni uwekezaji wa kihistoria. Tanga tutamwandika kwa wino wa dhahabu na tutasimulia kwa vizazi na vizazi kwa haya makubwa aliyofanya. Sisi tulikuwa na bandari ya Matishari, leo tuna bandari kubwa ya kihistoria, lakini uzuri wa bandari ya Tanga ina muda mzuri wa kusubiria kutoa mzigo. Tanzania nzima njooni hapa. La mwisho, tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu tuongozewe gati na bandari ya Mwambani ianze kufanya kazi. Hizi meli ni kubwa, tufikiriwe pia Tanga Mheshimiwa Waziri Mkuu kujenga chelezo, yaani karakana ya kufanyia maintenance meli, ili shughuli zote zifanyike hapa Tanzania ndani ya bandari ya Tanga. Kwa kusema hayo, nishukuru sana na karibu sana Tanga. Asanteni sana. Dr. Mwigulu oye! Dr. Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Uchukuzi, Mheshimiwa David Mwakiposa Kienzile, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Tanga Daktari Batilda Buriani, Waheshimiwa naibu mawaziri ambao tumeambatana nao, nimeona Mheshimiwa naibu waziri wa Ujenzi pamoja na Mheshimiwa naibu waziri wa Michezo. Nilipofika Mheshimiwa naibu waziri wa Michezo nilimuona kama ana furaha, nikawa nashangaa kwa nini anafurahia wakati timu zake zote zimetolewa kwenye mashindano. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama pamoja na viongozi wote, Mheshimiwa naibu mkurugenzi mkuu wa bandari, kwa kweli sikusudii kuwa na hotuba ndefu kwa sababu tumekutana kazini. Nikiangalia hivi naona shughuli iko hapa pembeni. Meli kubwa kiangalia kwa haraka zaidi ya uwanja wa mpira, mita 200, viwanja viwili vya mpira. Lakini kiangalia nyuma pale pia naona na kwenyewe kuna kazi. Kwa hiyo na jana ratiba yetu ilionekana hatutaweza kumudu, na niwaombe radhi kwa muda ule ambao mlitusubiri. Kwa hiyo ili tusitumie muda mrefu hapa, nikiri tumeyapokea yale ambayo yametolewa na Mheshimiwa
mbunge wa jimbo pamoja na waheshimiwa wabunge wa viti maalum tumeyapokea. Tutajiratibu ndani ya serikali ili kuweza kuhakikisha kwamba tunayafanyia kazi. Bahati nzuri sana yote yako kwenye uelekeo wa serikali. Maslahi, lakini tayari Daktari Samia Suluhu Hassan alishapitisha uamuzi na sheria ya fedha ilishapitishwa. Nadhani kumekwepo na mijadala ndani ya baina ya serikali na sekta ya umma. Kwa niwaelekeze wenzetu wa bandari kuharakisha majadiliano hayo mnayoyafanya ndani ya sekta binafsi pamoja na sekta ya umma ili kuweza kuhakikisha kwamba ndugu zetu hawa wananufaika na uamuzi wa serikali wa kupandisha kima cha chini. Ifanyeni haraka na hatua mnazofanya ongeeni na ndugu zetu hawa wasibaki gizani. Hata hapana nalo nijibu. Kisema sasa hivi uwezo wa uruhusu mwenzako naye akajua, hilo na lenyewe ni jibu kuliko kuwa gizani. Lakini kwa ongezeko la kazi hizi iangalieni ili kuweza kuianisha na maeneo mengine. Tumeona zamani bandari ya Dar es Salaam ndio ilikuwa bandari kubwa kubwa kwa ukongwe na kwa mizigo, lakini sasa hivi kwa maboresho haya kama ambavyo tumeipata taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, mnaweza mkaona kwamba hapa na penyewe kazi imekuwa ya kutosha, na palipo na kazi basi maslahi na yenyewe wanastahili wanaofanya kazi kuyapata. Kwa hiyo fanyeni kazi, ndugu mkurugenzi mkuu, haya mambo kaeni na hao walioingia kwenye hiyo mikataba kama alivyosema mheshimiwa mbunge, ili muweze kukubaliana kuanza kutekeleza hivyo viwango ambavyo vinatekelezwa maeneo mengine. Lakini haya ya upanuzi wa bandari pamoja na gati zingine, nadhani ni kitu ambacho kama ambavyo mkuu wa mkoa ulisema pale mwanzo na naibu mkurugenzi mkuu amesema, ndio uelekeo wa serikali tunakokwenda. Na miundombinu mingine wezeshi ni kama ambavyo waheshimiwa naibu mawaziri wamesema. Natambua changamoto zingine ambazo na mimi zimenifikia. Kwa hiyo tutaendelea kujikokas ndani ya serikali ili kuweza kuhakikisha kwamba mnayapata hayo manufaa. Tunatambua ushindani wa kibiashara wa ukanda wa Bahari ya Hindi, ambapo serikali imeendelea kuchukua hatua ili kuweza kunufaika na fursa ya kijiografia ambayo sisi hapa tunayo. Kwa mfano, baadhi ya hatua ambazo zimechukuliwa ni uboreshaji wa bandari ya Tanga ambayo awamu ya kwanza imeshafanyika. Kwa awamu ya pili tunatarajia ukarabati wa gati namba 1 na 2 zenye urefu wa mita 300. Masuala ya ununuzi wa mitambo ya kuongeza kina kutoka mita 3 hadi 13 ambayo na mtendaji naibu mkurugenzi mkuu ameelezea. Lakini pia tunatarajia kuendelea na maboresho ya miundombinu ya upande ambao tumeonyeshwa hapa, ambao ulikuwa kulia kwetu, ili kuweza kuongeza ufanisi na mahesabu yanayopigwa ni angalau meli ziweze kupishana, na kwa idadi yoyote ambazo meli zinaweza kuja ziweze kuhudumiwa ipasavyo bila kuleta delays, bila kuleta muda mwingi wa kusubiria. Ninatambua uchache wa vifaa vya kupakulia. Kuagiza Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na bandari, fanyeni kazi hilo. Ni jambo ambalo litakwamisha maboresho yote yanayofanyika kama hatutachukua hizo hatua. Ufinyu wa eneo la bandari ambao unaleta msongamano wa mizigo
hili na lenyewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ulikuwa unanielezea hapa wakati tunateta, na lenyewe lifanyieni kazi, ipelekeni kwenye mamlaka zinazohusika kwa ajili ya maamuzi, ili tuwe na eneo la kutosha la kuepusha misongamano ya mizigo. Nimeambiwa pia bandari kwa sasa ina eneo dogo ambapo mlishaomba kuongezewa eneo nje ya gate namba 2, nje ya gate namba 2 kwa ajili ya utanuzi wa bandari awamu ya pili. Sasa nishaambiwa mchakato huu ulishafikishwa Wizara ya Ardhi. Mheshimiwa Waziri, kaeni na wenzenu wa ardhi. Haya mambo yanayohusu shughuli za uzalishaji hayapaswi kusubiri. Hili ni jambo la uamuzi, uamuzi ufanyike, eneo lipatikane, ili hatua hizo zinazotakiwa ziweze kufanyika. Hata kama ni la kufidia, madam tunahitaji shughuli za uzalishaji hapa ziongezeke. Vijana wa jiji la Tanga wanahitaji ajira, kipato, na hivi vyote vinahitaji kazi kubwa ifanyike hapa. Kwa hiyo hili jambo la kuongeza eneo sio la kuchukua muda. Kwa hiyo ongeni na wenzetu wa ardhi tulimalize haraka tuweze kukamilisha makusudio haya ambayo tumeyaainisha katika taarifa yetu. Kwa ufupi, kama nilivyosema, sikusudii kuwa na hotuba ndefu hapa. Tumepokea hoja zenu. Nina bango kitita hapa linaloonyesha kwa urefu takriban kurasa 3 ambalo linaonyesha tu changamoto. Actually kurasa 4 ambalo linaonyesha tu changamoto. Hizi tutafanyia kazi ndani ya serikali ili tuweze kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hizo na tunaruhusu ufanisi ndani ya bandari yetu. Sasa kabla sijaondoka, kwa kuwa ndo tumeshakutana, kama kuna mtu ana jambo la ziada nje ya haya ambayo waheshimiwa wabunge wameyasema, na pengine nje ya haya yaliyoko kwenye bango kitita langu linaonesha uchache wa watumishi, linaonesha watumishi wanaoumia wakiwa kazini kutokulipwa stahiki zao kutoka kwenye mfuko wa WCF, ucheleweshwaji wa fedha za watumishi wa kutwa ninayo, vibarua kutokulipwa kwa wakati licha ya kuwa TPA inakuwa imeshalipa fedha zao ninalo, na nataka nipeleke maelekezo moja kwa moja kwa wahusika kwenye hili. Uchache wa vifaa vya kupakulia nimeshalisema, ufinyu wa eneo nimeshalisema, bandari kwa sasa bado iko na eneo dogo nimeshalisema, uwepo wa majengo ya watu binafsi karibu na bandari nimesema. Hata kama kunahitajika kufidia, lazima tuwe na eneo la kutosha la bandari kwa matumizi ya sasa na matumizi yajayo. Uchache wa radio calls na yenyewe ninapanga nipeleke kwenye eneo la wahusika. Hii ya ucheleweshaji wa malipo kwa vibarua, licha ya kwamba TPA wanakuwa wameshalipa fedha kwa wazabuni, ni nani anayelisimamia hili? Mtendaji mkuu, nani anasimamia? Ya bandari. Sasa hakikisheni fedha hizo zinafika moja kwa moja. Kama mkiwapatia hawa wanaanza ubabaishaji, kama mkiwapatia bandari inakuwa imeshalipa, mkiwapatia hawa wanaosimamia wanachelewesha, kwa nini msiwalipe moja kwa moja? Si wanakuwa wanajulikana? Angalieni utaratibu ambao hautachelewesha malipo haya. Tuna watu hapa nchini wanaodhani ili aonekane ni wa muhimu inabidi acheleweshe kufanya maamuzi, ili aonekane ni bosi na ni wa muhimu. Wapo wanadhani acheleweshe kufanya uamuzi ili afuatwe aonekane kwamba yeye ndo mkubwa hivi. Haya ni mambo ya kishamba na ni mambo ya zamani.
Nakumbuka mara ya kwanza kuanza kulipa fedha kwenye akaunti za watumishi wa umma. Nilikuwa naibu waziri wa fedha wakati ule. Tulipambana, watu hawataki mtu apate fedha ambaye ameshaifanyia kazi aipate kwa wakati. Wanataka apewe yeye ndo aanze kwenda kugawa kule, kulazimisha shikamoo, mtu amefuata hela yake na kazi ameshafanya. Ni mambo ya kizamani. Hapa ni swala la uhakiki kwamba hawa wameshafanya kazi. Ndio wameshafanya kazi, kwa mwezi wanastahili kulipwa, mtu analipwa fedha yake. Kwa nini tuombane fedha ambayo mtu kazi ameshaifanya? Ni mambo ya kizamani haya. Sasa fanyeni uratibu utakao hakikisha fedha ikishatoka TPA haichelewi tena, inawafikia wahusika. Fanyeni utaratibu huo. Ikiwezekana walipwe moja kwa moja, kuondoa usumbufu wa kuwacheleweshea fedha zao. Kwa hiyo hili lifanyeni. Mheshimiwa Waziri, fuatilieni muone utaratibu upi utakaofaa. Hao watu wana mkataba, wameshafanya kazi. Ikijulikana wameshafanya kazi, fedha TPA imeshatoa fedha, inachelewa wapi tena fedha kwingine? Nakumbuka watumishi wa umma walikuwa wanalipwa fedha, walikuwa wanasema tarehe ya 40. Maana yake mwezi unaisha, serikali ilishalipa mishahara hiyo, imeendelea kuzunguka kwa watu wakati hapa katikati, inakwenda mpaka nusu ya mwezi unaofuatia. Na kwa sababu maeneo mengine taasisi hiyo fedha hiyo ilikuwa nyingi, wapo waliokuwa wanapeleka fixed account, wanachelewesha, kumbe wameanza kutengeneza riba ya kwao kwa kutumia fedha staili ya watu wengine. Sasa hiyo tuliondoa. Sasa na ninyi hapa, hili halipaswi kuwa tatizo. Hili ni la kutengeneza. Ingekuwa fedha hamna, sawa, tunaelewana kwamba TPA imeshalipa alafu fedha zinachelewa. Hawa watu wana mahitaji hayo fedha majumbani kwao, wana mambo ya kulipa huko majumbani kwao, wanahitaji hizi fedha kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Ili alipaswa kusikika. Angalieni utaratibu utakao hakikisha fedha zinapolipwa hakuna ucheleweshaji mwingine. Ili ni rahisi tu. Mkiona wanachelewesha, waambieni wao wanawapa majina ya watu, ifikapo tarehe 15 mwezi ule wao wameshajua watu wanaotakiwa kulipwa. Ama siku 5 kabla ya kulipwa wao wameshajulikana watu wanaotakiwa kulipwa, moja kwa moja wanalipwa. Siku hizi utaratibu wa kulipana ni rahisi, mpaka M-Pesa mtu anaweza akapokea, mpaka Tigo Pesa anaweza akapokea, mpaka Airtel Money anaweza akapokea, na njia zingine. Tunacheleweshaje hiyo fedha hiyo? Kwa hiyo hili tulifanyie namna hiyo. Haya mengine ambayo ni ya kiserikali, ni waombe mridhie, tutajikokas ndani ya serikali. Ili la mishahara nimeshaongea na naibu mtendaji mkuu pamoja na mheshimiwa naibu waziri, watajikokas wamalize hayo majadiliano ili kuweza kuangalia namna bora ya kutekeleza azima hiyo ya serikali ambayo ilishafanyika. Kimsingi uamuzi ulishafanyika na bunge lilishapitisha, na baadhi ya maeneo yameshaanza kutekeleza. Kwa hiyo ni jambo tu la kumaliza majadiliano ya kuangalia sustainability, kuangalia uwezekano huo wa kutekeleza azima hiyo. Basi kama nilivyosema, pate moja ama wawili ambaye ana jambo tofauti na haya. Kama hamna, tutakiane heri. Kuna mtu ana jambo? Basi mimi nawashukuru sana, niwatakie kila laheri, na kwa wale wanaokwenda kuanza mwezi mtukufu niwatakie kila laheri.